Sisi kama madiwani wa manispaa ya Kigamboni tumeweza kutembea kwa kipindi cha miaka 5 tukiwa salama salimini, lakini pia tuwaombee wenzetu ambao safari yetu ya miaka 5 hawakuweza kufika, akiwemo Mheshimiwa Sanya wa Kimbiji, lakini pia Mheshimiwa Dr. Faustini Mdugulile, mbunge wa jimbo hili, ambao wote hawa wawili tulikuwa nao katika kipindi hiki cha miaka 5. Mungu aendelee kwa rehema na aendelee kuwapa ahueni kule waliko, ili at least tuweze kuendelea kuyaenzi yale ambayo walipokuwa hai walikuwa wakiyafanya. Tunaenda kuhitimisha baraza, hatujawahi kuwa na migongano, tulikuwa tunastahiana, na niseme madiwani wangu, hakuna binadamu aliyekamilika. Sote sisi ni binadamu, kuna mahala tumevutana, kuna mahala tumekwazana, lakini kama walivyosema waheshimiwa, yote hii ilikuwa ni katika nia ya kujenga halmashauri yetu. Tumekwazana na watumishi, wakati mwingine unakuta diwani unataka jambo lako lifanyike, lakini unaona linakuwa halitekelezwi au halisimamiwi, lakini yote hii ilikuwa ni katika kuijenga manispaa yetu ya Kigamboni. Kwa hiyo niseme ninawashukuru sana kwa kipindi ambacho tumekuwa pamoja, kwa kipindi ambacho tumechakata mambo yote yanayohusu wana Kigamboni kwa pamoja, lakini na Watanzania kwa ujumla. Kwanza niwapongeze sana waheshimiwa madiwani, kwa sababu walikuwa ni waheshimiwa madiwani ambao ni wakali sana kwenye kipengele cha ukusanyaji wa mapato. Na kutokana na ule ukali na ufuatiliaji wa karibu sana, ukiangalia katika malengo tuliokuwa nayo ya miaka hii ambayo imetajwa hapa, ilikuwa ni bilioni 48.3. Kuchukua yale malengo ya kila mwaka, najua mnazo taarifa humo, lakini mimi naongea kwa ujumla. Lakini katika kipindi hicho, kwa ufuatiliaji wenu, mliweza kufika ukusanyaji wa shilingi bilioni 55.7, ambao ukichukua malengo yale yote ya jumla, maana yake mliweza kuvuka kwa asilimia 15 zaidi, kwa maana ilikuwa asilimia 115.3. Sasa haya ni mafanikio ambayo yanatokana na jitihada za waheshimiwa madiwani, ushauri waliokuwa na utoa, lakini na ufuatiliaji kwenye ngazi zote, na kuhakikisha kwamba tunakwenda vizuri. Kwa hiyo hilo ni eneo moja hapo ambalo nitaka nilichukue kama eneo la kuwapongeza, lakini na kuwashukuru jinsi walivyokuwa wanatuongoza. Nitumie nafasi pia kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo pia amekuwa akiwezesha masuala mengi sana kuwa marahisi kwa ninyi kama viongozi wetu kufanya kazi, sisi pia kama watendaji wenu kufanya kazi, kwa sababu hapa mimi nilikuwa narejea takwimu tu za fedha zile ambazo zinatokana na mapato ya ndani. Lakini ukienda pia kwenye swala la utoaji wa mikopo, kwa mfano hapa tumeweza kutoa mikopo kutokana na mapato ya ndani zaidi ya shilingi bilioni 3, ambao tumeweza kuwakuta walengwa 1399. Lakini yote ni jitihada ambazo waheshimiwa madiwani walikuwa wakifanya, kwa maana ya kwamba wanahimiza, tunataka wananchi wetu, vijana, akina mama, watu wenye ulemavu wapate fedha, na ufuatiliaji wa mara kwa mara. Na hili ikawezesha kuhakikisha kwamba mapato yale yanayopatikana kwenye mapato ya ndani yanakwenda kuwafikia walengwa hao. Kwa hiyo waheshimiwa madiwani, mnavyo vitu vingi sana vya kujipambanua juu ya uwezo wenu na jinsi mlivyoweza kuchangia katika kipindi ambacho mnacho. Kwa hiyo ni swala la ninyi wenyewe kukaa vizuri na kujipanga ili kusudi muweze kwenda vizuri. Kwa majina naitwa Doto Msawa, ni diwani wa kata ya Kigamboni. Ni diwani ambaye nimetekeleza ndani ya Chama cha Mapinduzi ndani ya kata ya Kigamboni kwa muda wa miaka 5 sasa hivi. Na nashukuru Mwenyezi Mungu amenijalia katika miaka yangu 5 amenipa afya na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi bila matatizo aina yoyote. Na pia namshukuru sana rais wangu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kunipa miradi mingi sana kata ya Kigamboni, hasa upande wa barabara na upande wa elimu. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mama Samia Suluhu na kishukuru Chama changu cha Mapinduzi, na ninawashukuru pia wananchi wa Kigamboni kwa kufanya nao kazi kwa muda wa miaka 5 vizuri sana na bila matatizo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.